Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa uwekezaji mkubwa anaoufanya katika sekta hii muhimu ya elimu msingi na sekondari. Kwa maana katika kipindi cha serikali ya awamu ya 6, katika kipindi cha miaka minne, zaidi ya trilioni 5.1 zimetumika katika kuboresha sekta hii muhimu kabisa ya elimu msingi na elimu sekondari. Na fedha hizi nyingi zimetumika kuhakikisha tunaendelea kujenga shule mpya za msingi na sekondari, kukarabati shule kongwe, na hata shule hii ya sekondari ya Arusha ninyi ni wanufaika. Ndio maana jengo lile ambalo nimelitembelea asubuhi hii ya leo kwenda kuona darasa janja ni jengo ambalo pia ni uwekezaji huo mkubwa unaofanywa na serikali ya awamu ya 6. Lakini mabweni yanajengwa, lakini walimu wetu wanajengewa uwezo wa namna gani ya kuendelea kuimarika kuwa walimu bora zaidi, na hususan pia kwenye upande huu wa matumizi ya TEHAMA katika kufundishia. Maabara za sayansi zinajengwa, maabara za TEHAMA zinajengwa, lakini leo hii wote tunashuhudia vifaa vya TEHAMA ndio hivi vinasambazwa katika shule zetu mbalimbali. Nani kama Daktari Samia Suluhu Hassan? Hakuna. Kwa hiyo ndugu washiriki, ni dhahiri kabisa sera ya elimu inatamka na inasisitiza matumizi ya TEHAMA katika ujifunzaji, lakini katika ufundishaji. Na kupitia mradi huu, mradi mahususi kabisa katika serikali ya awamu ya 6, mradi wa kuboresha miundombinu ya shule za msingi na sekondari, mradi unaofahamika kwa jina la SEQUIP, mradi ambao serikali inashirikiana na Benki ya Dunia katika utekelezaji. Mradi huu wenye trilioni 1.2, yani dola za Kimarekani milioni 500. Basi kupitia mradi huu tunaona kwamba vifaa vya TEHAMA vinanunuliwa na vinasambazwa nchi nzima kwa ajili ya kwenda kwenye shule zetu kuwezesha wanafunzi wetu kujifunza kupitia teknolojia ya TEHAMA, lakini na walimu wetu waweze kupata namna bora na nyenzo za kuwafundishia wanafunzi wetu. Haya ni mapinduzi makubwa sana. Mapinduzi makubwa sana, na yote yanafanyika chini ya uongozi wa serikali ya awamu ya 6. Mpaka wakati huu, awamu ya kwanza, tayari vifaa vya TEHAMA kwa ajili ya kwenda kunufaisha shule 231 vilitolewa. Leo hii nimekuja kumwakilisha Mheshimiwa Waziri katika uzinduzi wa awamu ya pili ya utoaji wa vifaa hivi vya TEHAMA ambavyo vitaenda kunufaisha shule 422. Sasa katika awamu ya kwanza ya ugawaji wa vifaa hivi vya TEHAMA, kila shule katika shule hizi 231 ilipata kompyuta 8, ilipata projector, ilipata projector screen 1 na ikapata UPS 2. Lakini leo hii tunaona hapa kuna smart boards hapa mnazishuhudia, maana hamhadithiwi, hamsimuliwi, ziko mbele yenu mnazitizama hapa. Tuna smart boards 422 na UPS 444. Kwa hakika serikali ya awamu ya 6 inafanya kazi kubwa sana katika upande huu wa kuendelea kufanya uwekezaji katika matumizi ya TEHAMA katika kufundisha wanafunzi wetu, na wanafunzi pia wanapata na wenyewe uzoefu wa matumizi ya teknolojia hii ya TEHAMA kwa maana ya kujifunzia kupitia teknolojia hii. Na katika mwaka wa fedha 2023-2024 zaidi ya bilioni 18 tayari zimetumika kwa ajili ya kufikia shule 1500, na hiyo ni katika mradi wa SEQUIP. Kwa hakika nichukue nafasi hii kumpongeza kwa dhati kabisa Katibu Mkuu Ofisi ya Rais TAMISEMI. Alama tutakapofika kwenye sanduku, zipo alama nyingi za kuweza kuangalia. Basi nadhani huyu mama sisi ni walimu, tunajua namna ya kusahihisha. Wenye dimbi tukutane hewani, wenye dimbi tukutane hewani jamani. Mheshimiwa mgeni rasmi,
maendeleo ya sayansi na teknolojia duniani yanasababisha kuongezeka kwa mahitaji ya matumizi ya teknolojia ya habari na mawasiliano katika kujifunzia na kujifunza. Mahitaji haya yanalenga kuhakikisha zoezi la ujifunzaji na ufundishaji linarahisishwa. Kuongezeka kwa fursa katika kupata nukuu za masomo na kadhalika inaofanya wanafunzi wetu waimarike kimasomo vizuri. Aidha, matumizi ya tehama katika kujifunza na kujifundishia masomo ya sayansi kunawezesha wanafunzi kujifunza vizuri. Na leo wanafunzi wetu wa Arusha wanafurahia sana jambo hili jema, si kwa sababu wameitwa tu kuja kukaa hapa na kusimamia na kuangalia vinavyoendelea, lakini nao wanafurahia. Ndio maana wanatabasamu, hata wale ambao huwa hawatabasamu leo angalau wanatabasamu. Wanafunzi wanafunzi katika zama za maendeleo ya sayansi na teknolojia, mheshimiwa mgeni rasmi, tehama ni msingi bora wa taifa lolote lililoendelea. Pia limekuwa likifanya upatikanaji wa mambo mengi, hata yale ambayo hatuyategemei. Angalieni tu taarifa zinazokwenda kwa haraka zaidi. Tukio hili tunalozungumza litakalorushwa na TBC na vyombo vingine vizuri vya habari, nadhani litahabarisha kwamba leo Tanzania imefanya jambo kubwa sana kupitia mapinduzi ambayo Mheshimiwa Rais amekuwa akiyafanya vizuri, hasa katika sekta ya elimu. Nasi ni mashuhuda, tumeona yaliyofanyika mazuri, na tunatambua huyu ni mwanamama shujaa wa kwanza Tanzania, lakini kwa Afrika Mashariki ni wa pili, na kwa Afrika ni wa 10 kwa wanawake bora kabisa marais. Ungekuwa mimi mwanasiasa ningesema mpigieni makofi Mama Samia. Jamani, mpigieni makofi Mama Samia. Leo hii basi tumekualika uje uzindue ugawaji wa vifaa vya tehama kwa shule za sekondari hizo 422. Vifaa hivi ni matokeo ya utekelezaji wa mradi wa kuboresha elimu ya sekondari, ambapo ofisi ya Rais TAMISEMI kwa kushirikiana ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia imevinunua kwa ajili ya kuimarisha mazingira ya kujifundishia na kujifunzia. Na hivyo basi jumla ya bilioni 12 zimetumika kununua vifaa hivi kulingana na mwongozo wa mradi ulioandaliwa na Wizara ya Elimu. Mheshimiwa mgeni rasmi, basi nitumie fursa hii kukujulisha kuwa vifaa hivi vitapelekwa katika shule za sekondari zilizopendekezwa kunufaika na mpango huu katika halmashauri zote 184 Tanzania bara. Na serikali itaendelea kufuatilia utunzaji na matumizi ya vifaa hivi na kutoa mafunzo ya kuwajengea uwezo wa walimu ili kuhakikisha kwamba kunakuwa na matumizi sahihi ya vifaa hivi ambavyo vitagawiwa leo. Na hivyo basi niseme